Wamebadilisha au hivyo, akiongea kwenye vikao, hicho ni kidogo. Waulizeni waliofanya naye kazi. Zile akisimamia la kwake amefanya nini? Lakini anaweza kusikiliza. Mungu anabadilisha, Mungu anabadilisha. Nataka watu wasikuzungumzie juu ya wokovu wako, Mama Moses Mbezi. Nataka wewe, ili watu wakizungumza nje wewe wanasema hata kama sijakuwa mkamilifu, kuna mambo nimepiga hatua. Acha Mungu atukuzwe. Naongea uongo kwamba acha Mungu atukuzwe, sikuwa mimi. Sikia. Sijawahi kuwa mkamilifu, sitafuti kuwa mkamilifu, ila natafuta kumpendeza Mungu. Nitafanya kwa nafasi yangu yale ninayoweza. Tuko live YouTube na Facebook. Congratulations media. Thank you. Itakuwa hivyo kila wakati. Powerful. Tuko live. Na wa YouTube nao wanakula nondo. Wewe wa YouTube, hear me. Nisikilize. Queen mwanangu, nataka uyaasesi maisha yako wewe mwenyewe. Hujaokoka kwa ajili ya majirani. Ulijua naokoka, nahitaji msaada kwa nani? Na mimi sikwambii kwamba utakuwa mkamilifu, lakini uonyeshe mabadiliko. Watu wakikuzungumzia, tunaweza, mimi sasa hivi kuna mtu akizungumza juu ya huyu, juu ya Pelesi, juu ya Sedekia, naambia huyo sie. Hivi unavyomiona, mtukuze Mungu kwa ajili yake. Hakuwa hivi miaka 5 iliyopita. Kuna badiliko, Mungu ameripika. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kwa hiyo huo ni wokovu. Sasa naongelea uwepo wa Mungu. Watu, vitu vya thamani havikai kwa watu wanaojidharaulisha. Tumejichelewesha. Nataka siku moja watu wanapokuzungumzia negative, kuna watu wana uwezo wa kusimama na Mungu kushuhudia wema wako. Sawa sawa. Kuna watu watasimama na Mungu atashuhudia maisha yako. Narudia, wewe usio mkamilifu, na wala haukuwahi kuwa mkamilifu, na hautakuwa mkamilifu, lakini pambana kutimiza kanuni za Bwana. Mzigo wake ni mwepesi na nila yake ni laini. Na yeye anasema pasipo mimi ninyi hamwezi jambo lolote. Nataka mabadiliko kwako. Uwepo wa Mungu ni kitu cha thamani. Nawaambia watu wa Mungu, mimi ni kama boksi tupu, boksi la kawaida, lakini kuna dhahabu ilikaa ndani yangu. Leo hii mnanisikiliza. Kuna dhahabu ilikaa ndani yangu. Sikuwa boksi tena lile. Sikuwa na kuahidi. I promise. Mungu aliyebadili maisha yangu, hata ya mtoto wako. Wewe beba dhamana hiyo. Mungu ataingia ndani ya nyumba yako. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Ukiona mtu amekosa thamani, mwambie njoo kwa Yesu. Jipe muda. Ukiona umekosa thamani, mwambie njoo kwa Yesu. Jipe muda. Naongelea uwepo wa Mungu ndani ya maisha ya mtu. Bwana niwaambie, mimi chanzo cha kuokoka, nadhani niwahi kuhadisia hapa, na sioni aibu kuhadisia hili. Familia yangu yote iliharibika, kaka zangu zote. Na kama wananiangalia wanajua hiki. Kaka zangu wote hawa walikuwa wavuta bangi, watoto mama mdogo, mama mkubwa. Wengine wamekufa kwa pombe, wengine walichomwa visu kwenye pombe, wengine wamewekewa sumu kwenye pombe miaka iliyopita, wengine amekufa kwa ulevi wa pombe. Wote familia yetu ilikuwa ni wauza pombe. Kaka zangu walikuwa very intelligent, lakini walifeli. Where some of them were very brilliant, but they failed national exams, from national exams. They scored 0, unexpected. Mungu, nilipoona ile hali nikajua tunaisha wote. Sikwenda kwa Yesu kwa sababu nilikuwa ni nani. Nilikwenda kwa Yesu nilipohubiriwa kwamba Yesu anaweza kuyatunza maisha yako na kuyawezesha. Sikize kwa makini. Nikaambiwa Yesu anaweza kubadili maisha yako yasiwe maisha yale yale. Nilisikia mhubiri mmoja alihubiri uwanjani siku hiyo kwenye mkutano nikiwa kidato cha pili. Alihubiri sana. Nilikuwa kwenye dini, alihubiri sana. Alipohubiri nikaangalia reality ya maisha yetu. Nikasema acha nijaribu, inawezekana maisha yangu yakabadilika na siwe kama kaka zangu. Nikampa Yesu maisha.
Watu wa Mungu, mimi peke yangu nilipoamua kumpa maisha Yesu, familia yangu yote ilibadilika mpaka sasa. Familia yangu yote ilibadilika mpaka sasa. Nyumba ambayo nyumbani kwetu watu walikuwa wanakwenda kunywa pombe, sasa hivi nikifika wanahitaji maombezi pale. Watu wa Mungu, watu wa Mungu, unaweza ukawa ni boksi tupu, ila Mungu akikaa ndani yako tayari imeshabadilika, sio boksi, thamani imepanda. Muda utazungumza. Muda utazungumza. Naomba usiishi maisha ya kujidharaulisha. Usiishi maisha ya kujidharaulisha. Kama umeamua kumpa Yesu maisha, mpe. Ipo siku utaona faida yake. Usiangalie nini unaendelea nacho. Uwepo wa Mungu, nimekwambia, ana mwanangu, uwepo wa Mungu ukiwa nao, naweza ukaishi na malaria miezi 6, na ni tofauti na aliyeugua malaria aliyoumwa na mbu mwezi uliopita. Hawajui. Uwepo wa Mungu ukiwa ndani yako, nakwambia, nisikilize kwa makini. Unaenda hospitali, watu wanajiuliza ulifikaje, na wakati umeishi nao ni mwaka mzima. Watu wanashangaa kwa nini? Wanakupa kitanda, wanashangaa unanipa kitanda kwa sababu gani? Nimekuja kwa miguu yangu. Wanakuwekea ugonjwa tena. Hamjai kuona hiyo? Hamjai kuona? Hamjai kuona? Ni uwepo wa Mungu ambao unaweza ukakufanya kuishi wakati mgumu na ukaishi ule wakati unaumanage. Ukaishi wakati unaumudu. Uwepo wa Mungu kitu cha thamani sana. Kama ujui, uwepo wa Mungu ni boksi la kawaida lenye dhahabu, si la kawaida tena. Pe Yesu makofi na vigelegele. Sikia, ukiona watu wanakuchukulia poa, wanakudharau, hawaoni thamani yako, tafuta Mungu wa nguvu. Wafusi wape muda. Ipo siku watakutafuta. Watakutafuta. Huwezi kujibadilisha. Lazima kuna kitu kiingie. Mimi niligundua siri. Kwa nini wakati wote ninakuwa kwenye maombi? Kwa nini wakati wote najilinda? Kwa nini wakati wote napata hofu kwamba nikikosea Mungu itakuwaje? Ninajirudia, najielewa. Thamani yangu sio hii nilionayo. Kuna Mungu ndani yangu ndo ameka. Mimi wala thamani yangu sio hili. Nimewaambia kitendo cha kuwepo ibadani na maisha yako akawa napiga hatua kila siku, yale ambayo ulikuwa unayafanya miaka ya nyuma yasitajwe. Jitahidi, utayamaliza. Jitahidi kumwambia Mungu, nibadilishe, nataka kuwa mtu mwingine. Binti, unaona thamani yako haipo, tafuta dhahabu ikae ndani yako. Hutaita. Uwepo wa Mungu unavuta vitu. Attract things. It is the presence of God. Attract things. Niwaambie, watu wa Mungu inaweza kawa nawachekesha. Mimi nashangaa, kuna dada aliolewa na mzungu, nikajiuliza mzungu aliangalia nini? Nikajua huyu dada, kumbe nigundua alikuwa shemasi kanisani. Alikuwa shemasi kanisa fulani. Kuna dada aliolewa na mzungu. Si mnasema sisi wembamba hatuna soko, tunalo sasa. Tufanye nini? Tunalo. Unajua kweli lile neno Mungu anaposema nitafanya njia pasipo na njia, ninaamini kuna vitu Mungu anafanya ulionekana ustahili. Ndio hivyo sasa, ni kweli sistahili, ila yuko anayewezesha kutustahilisha. Ni Mungu wa mbingu na nchi, naye mwabudu. Tumia nguvu kutunza uwepo. Tumia nguvu, maana uwepo wa Mungu ni nguvu ambayo inaweza kupambana na nguvu nyingine zitakazokuzuia kwenda mbele.